Ujambo msikilizaji wetu mahali popote ulipo, ninakukaribisha kwa makini kufuata habari zetu kwa muda kama huu ili uelimuke zaidi kujua yanayoendelea duniani. Anayekukaribisha na kukutolea taarifa hizi za leo ni mimi Mwalelwa Msekidide, ninayeendelea kusema usibanduke, tega sikio upate habari. Tuanze habari zetu za vidokezo vilivyotolewa na yule aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo CENI kwa ufupi, wengine wakisema yule aliyekuwa rais wa tume huru CENI nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Corneille Nangaa anayepatikana uhamishoni kwa leo. Akiongelea maneno mazito kuhusu rais aliyoko madarakani nchini Kongo Kinshasa kwa sasa Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuhusu hali iliyokuweko ili yeye kufikia kuchukua nafasi ya rais. Katika mahojiano ambayo rais wa CENI wa zamani Corneille Nangaa aliyoyafanya na France 24, yaani channel ya Ufaransa, Alhamisi ya tarehe Oktoba 19 mwaka huu wa 2023, kiongozi huyo wa zamani wa tume ya uchaguzi ya DRC CENI kwa ufupi, leo akiwa mkuu wa shughuli za chama chake kwa hadhi ya Kongo na watu wake akiishi uhamishoni, aliendelea kuthibitisha matamshi yake ya maandishi kama vile maneno kwamba kulikuwa na makubaliano kati ya Rais Felix Tshisekedi na Joseph Kabila wakati wa uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2018 ambao ulikuwa na utata sana, akithibitisha kuwa ni makubaliano yaliyohitimishwa mbele ya umma. Akipata maswali mengi kutoka mwandishi wa channel ya Ufaransa France 24 kwa kimombo, huyu alisema wazi kuwa anayeongea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa alisema uongo na ni uongo anayeongea. Huyu ameongeza kusema rais angefanya vyema akisema hayo aliyoyasema kwa kumtazama yeye usoni kwake. Alijipa pia maswali mwenyewe. Kwa nini yote aliyoyaongea rais kwenye mkutano wa Baraza Kuu ya Umoja wa Mataifa? Kwa nini yote aliyaongea kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wala hakutaka kuyaongelea mjini Kinshasa? Corneille Nangaa anaendelea kusisitiza kuwa kweli kuna makubaliano yaliyofanyika kabla ya kumpa rais aliyoko madarakani mamlaka, nayo makubaliano hayo ndiyo yaliyoruhusu kupishana madaraka kwa amani, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa baada ya miaka 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka ukoloni wa Ubelgiji. Makubaliano hayo yaliwezesha magabiziano ya madaraka kati ya wakuu wa nchi wawili, mmoja akiwa ni rais anayemaliza muhula wake au muda wake na mwingine akiwa ni rais ambaye atachukua uongozi wa nchi. Yote hayo yalifanyika akithibitisha ya kwamba kulikuwa mkataba kabla ya matokeo ya uchaguzi itolewe kwa ajili ya kudhibiti amani nchini. Katika yote, kinachopewa uzito na ambayo ndio ulikuwa umuhimu wa yale aliyoongea kiongozi huyo wa zamani wa tume huru ya uchaguzi nchini DRC Bwana Corneille Nangaa kwenye mazungumzo yake ni kwamba kabla ya tangazo matokeo ya uchaguzi mnamo mwaka wa 2018 kulikuwa mkataba wa makubaliano uliosainiwa wakikuweko wakuu wa masuala ya kisiasa naye mwenyewe kama vile mwenyekiti wa CENI, bila ya kuwasahau marais wakuu watatu wa Afrika, akiwataja rais wa Afrika ya Kusini, rais wa zamani wa Kenya na yule rais wa Misri mbele ya mashahidi wa kijeshi. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord, et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique, avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre deux chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas du tout de mystère. Dans les jours qui viennent, M. Perelman, nous allons rendre public l'accord. Et l'accord a pour objet le partage des pouvoirs. Parce qu'on était dans une situation exceptionnelle
où la majorité a été bel et bien gagnée par le FCC, alors que celui qui est passé président de la République était de l'autre bord. Je confirme que l'accord a été signé devant témoins militaires, témoins politiques, et qu'après l'accord a été validé et certifié par 3 chefs d'État africains. Et bien entendu, c'est le président sud-africain, c'était l'ancien président kenyan et le président égyptien. Tutokapo na habari hizo mzito zenye kuweka wasiwasi kwa mustakabali wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tujielekeze mjini Bukavu mkoani Kivu ya Kusini, nafasi ambako wanawake ambao umri wao ni kati ya miaka 45 hadi 55 huitwa kushauriana na madaktari mara tu mwili wao unapoonyesha dalili zisizo za kawaida katika umri huo. Hii ni ili kuepuka kuanguka katika unyogovu wakati wa kukoma hedhi. Rufaa iliyozinduliwa na Daktari Chirimwami Baguma Serge kutoka kituo cha hospitali ya Biofarm Oktoba 19 mwaka 2023 wakati wa mahojiano kando ya maazimisho ya siku ya kukoma hedhi duniani. Kwa habari za kina mengi anayo mwandishi wetu wa Bukavu Natasha Mingu Andrea. Miongoni mwa alama zinazoonesha kwamba mwanamke anataka kumaliza kuzaa ni kukosekana kwa utaratibu au kutokuwepo kabisa kwa hedhi ama regle kwa lugha la Kifaransa, jasho nyingi, shida ya kulala, maumivu ya kichwa, kama alivyosema Daktari Serge. Mwisho anabainisha kwamba mara tu wanawake ambao umri wao unatofautiana kati ya miaka 45 hadi 55 wanapoonyesha dalili kama na hizi, lazima waende hospitalini ili wapewe vifaa vya kujua jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. Kwa sababu wanaongeza, wanawake wengi hawajui jinsi hedhi inavyomalizika, ambayo hufanya mageuzi katika kipindi ambacho kinakuwa cha asili na si cha kawaida. Wakati mwanamke anaingia mwele periode ya menopause, manake hata kote naona damu yake ya mwezi na atakuwa anapata kifukutu mingi, atakuwa anatoka jasho mingi na ya menopause na hawezi tena kuzaa. Wakati inafikia hivyo, inaomba mwanamke anakuwa na menopause anaenda kuona mganga anatunza wanawake au mwingine tu daktari, atafasiria namna gani hiyo vitu inafikia na atamuandikia madawa ya kumsaidia juu hiyo masini zipotee. Kumbuka kuwa siku hii duniani inakusudia kuongeza uhamasishaji juu ya masuala yanayohusiana na afya ya wanawake wanaopitia wanapokuwa wakitaka kumaliza kupata maradhi ya mwezi. Mnamo mwaka wa 2013, wanawake bilioni 1.2 watakuwa na umri wa miaka 50 na zaidi kulingana na Shirika Ulimwenguni la Afya, na idadi inaonekana kwamba wanawake hawa wanaweza kutarajia kuishi miongo kadhaa baada ya kukoma kwa hedhi zao. Nikiripoti kutoka mjini Bukavu, mimi ni Natasha Mingu Andrea kwa niaba ya The Jofa Media. Tumalize habari zetu na zile za Uganda. Alhamisi ya tarehe Oktoba 19 mwaka huu wa 2023, Uganda yawahakikishia watalii usalama wao baada ya shambulio baya karibu na mbuga la wanyamapori. Serikali ya Uganda kupitia mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori UWA kwa ufupi, imewahakikishia watalii usalama wao kufuatia shambulio la kigaidi la Jumanne jioni iliyopelekea watalii wawili wa kigeni na mwongozi wao mmoja raia wa Uganda kuuawa karibu na mbuga la kitaifa la magharibi mwa nchi ya Uganda. Kwenye taarifa yake, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini Uganda UWA kwa ufupi imesema watu wasiojulikana walivamia gari la watalii hao na kulichoma moto kwenye eneo la Nyamunuka kando ya barabara ya Katwe inayoelekea kwenye mbuga hiyo ya taifa ya magharibi mwa Uganda. Mamlaka hiyo inaongeza kuwa inafanya kazi kwa bidii ili kubaini shambulio hilo limetokea katika mazingira gani na hatua gani zinapaswa kuchukuliwa kuhakikishia watalii usalama wao. Taarifa hiyo aidha imesema usalama wa watalii wanaotembelea maeneo yetu ya hifadhi ni muhimu sana kwetu. Hifadhi zetu zote ziko wazi kwa ajili ya kupokea wageni, na tunaendelea kushirikiana na vyombo vingine kwa usalama ili kuhakikisha kuwa watu wote wanaotembelea hifadhi zetu wanakuwa salama.
Utalii ni katika sekta inayoingizia Uganda pato jingi la kigeni. Jeshi la polisi ya Uganda linawashutumu waasi wa Allied Democratic Forces ADF kuwa ndio waliofanya shambulio hilo kutokea nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa ya jeshi hilo imesema kuwa majeshi ya Uganda kwa kushirikiana na yale ya DRC yanaendeleza msako dhidi ya waasi hao kwenye ardhi ya Kongo Kinshasa. Ijumaa iliyopita pia waasi wa ADF waliweza kuchoma moto trela ya lori moja la raia na kuua kwa uchache mtu mmoja katika shambulio la kuvizia la barabarani huko Kasese, yapata kilomita 2 kutoka mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi hiyo ya Uganda. Mwezi Juni mwaka huu pia waasi wa ADF walishambulia shule moja huko Kasese na kuua zaidi ya watu 40. Yote hayo ikiwa ni ulipishaji kisasi au madibu kwa uingiliaji jeshi la Uganda UPDF kwenye operesheni za kijeshi ya kuwasaka wapiganaji hao wanaomaliza zaidi ya miongo 3 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa habari zetu kwa sasa. Ni hapo ndipo nimeshusha nanga kwa matangazo ya muda huu. Ninachokuomba kabla uondoke, bonyeza alama ya kengele, usubscribe, ulike na kushare kwa wengine, ambayo hiyo itakuwa alama ya upendo wako kwetu, ili kesho tuje kwa kishindo. Hii ni Zejofa Media, nami ni Mwalelwa Msekelile, ninayekuaga nikisema bye bye.